kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025, wanawake wa vyama vya siasa nchini wanasema imefika wakati sasa kwa wanawake kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika majimbo muda ukifika. Akizungumza na mwandishi wa habari wa KHD-TV nyumbani kwake Tuini, wilaya Magharibi A, mkoa mjini Magharibi Unguja, mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake taifa chama cha ADC Nadhira Ali Haji anasema kuwa changamoto za uongozi katika uhamasishaji wa elimu ya uongozi bado haipo katika jamii. Akizungumzia kuhusiana na chama chake cha ADC kushiriki kwenye uchaguzi mkuu, na anaimani kushinda majimbo mengi pamoja na kushinda nafasi ya urais wa Zanzibar. Tunasema kwamba elimu hasa hao watu wa chini haijafika. Kwa hiyo utakuta kwamba changamoto zinazotupika wanawake huko kote tushatoka vizuri, lakini chini hapa kwenye jamii hizo ndio changamoto. Rushwa ya fedha, wanajamii wenyewe kutokuunga mkono, kuona tu kwamba kama choyo tu yule mwanamke mwenzao, na wakamuona kama mwanamke hafai. Lakini na elimu bado chini kabisa kwa jamii haijafika. Tunaitana sisi wenyewe kwenye vyama vya siasa tutapeana elimu, lakini huku chini huku kwa jamii bado masheha wafanye kazi sana kuona midahalo ya mara kwa mara, hasa kuendekea katika kipindi hichi cha uchaguzi. Basi wanaitisha midahalo katika majimbo yao ili waweze kutoa elimu, hususan sasa hivi kwa mwanamke. Mwanamke ndio kila kitu sasa hivi. Hayo mimi chama changu cha ADC tuko vizuri na tunasubiri uchaguzi kwa hamu, na tuna imani kwamba mara hii ADC itafanya kitu ambacho watu hatukifikiria. Tuna imani ya kuchukua viti katika majimbo yetu vya ubunge, uwakilishi na udiwani. Lakini usije ukashangaa sana kwa mara ya kwanza ukakuta ADC kapata kura za urais kwa rais ambaye tutamsimamisha, anayejua shida dhiki ya Wazanzibari. Kwa hiyo sisi tuko tayari ADC, na tunawaomba jamii kwamba tunaposimamisha wagombea wetu ambao tayari tushawachuja, na tukiwaona tumewashushia kwa wao, manake tayari hao wako safi, hawana doa, wawaunge mkono na wawape kura. Wanawake, mwanamke mwenzangu, unapomuona mwanamke wa ADC kasimama, basi ujue hiyo ndio silaha yako, ndio itakayokuokoa wewe na kizazi chako. Mpe kura mwanamke yoyote wa ADC ambaye tutakusimamisha. Mwenyekiti Nadhira anaelezea safari yake ya siasa alipoanzia na kwa sasa alipo, na kuelezea changamoto zinazowapata wanawake katika vyama vyao kuelekea uchaguzi mkuu. Ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake taifa katika kupitia chama cha ADC. Hapo nyuma niliwahi kuwa ni mwanachama kupitia chama cha wananchi kafu. Nicho chama ambacho nilianzia nacho tangu mwaka 93 mpaka tena mwaka huu ndio nikaamua kutoka. Kwa hiyo kwenye siasa nilianza tangu nikiwa siti mpaka tena sasa tunakuwa maiti. Changamoto katika vyama hizo za kawaida, kama vingine kama vilivyokuwekwa hapo nyuma, lakini tunasema changamoto zetu labda kupitia katika huu uchaguzi ambao unakuja. Kwanza kama mfano kama sisi kwenye chama chetu cha ADC mpaka sasa wanawake ni wengi, na tumewashajihisha vya kutosha ambao watagombea kupambana na wanaume katika majimbo, ili tuweze, japo kama hatufiki ile 50, lakini mara hii tunategemea at least wanawake tutafika kwenye 40 na wanaume wanaweza kufika 60. Katika hatua nyingine, mwenyekiti Nadhira akakemea tabia ya viongozi wanaochaguliwa katika majimbo kuhama kwenye majimbo yao na kuhamia kwenye majimbo mengine, na kuwakimbia wapiga kura wao, kuwapa usumbufu wananchi hao. Mimi labda kwa wakati ule kwa vini, mimi nasema kwanza kosa linatokana katika ndani ya vyama vyetu sisi wenyewe, kwa sababu sio chama cha kafu, sio chama cha CCM. Wewe unamchukua mtu hapa, pengine kule Pemba walikuwa hakai na wengine, lakini wengi mimi naishi kwenye chama cha kafu walikuwa wanaishi Pemba.
kwa sababu tukiwaangalia, tukiwataja kina Mheshimiwa Khalifa Mungu amrahamu, kina Omar Ali Shehe ambao wapo, kina Hamad Masudi, kwa wakati ule wengi walikuwa wakiishi kule Pemba, na baada ya kupata hizi nafasi wengi watu walikimbia katika majimbo yao. Na kitu ambacho mimi kilikuwa kinanihuzunisha sana kule kwetu Pemba, kwamba tangu mwaka 95 sisi tuna wagombea, lakini matokeo yake Pemba iko nyuma kabisa. Lakini wagombea wengi wanakuwa wanaondoka, hawaonekani tena mpaka kwenye kura. Lakini na vyama vyetu navyo viangalie kabisa kwamba mtu ambapo pale tukihisi hakuna alolifanya katika jimbo lake, basi tusimrudishe tena, hata iwe pengine katokea wa kwanza, na kutokea wa kwanza pengine katumia rushwa pale. Kwa hiyo sisi wenyewe kama vyama viangalie, tunapokuwa na malalamiko ya wananchi na kumlalamikia mbunge au mwakilishi, basi vyama vyenyewe vya mama husika visiwarudishe wale wabunge. Akizungumzia kuhusiana na sifa ya kumchagua mgombea anayekubalika na mkazi katika jimbo, mwenyekiti Nadhira akakemea tabia ya viongozi wanaochaguliwa katika majimbo kuhama kwenye majimbo yao na kuhamia kwenye majimbo mengine na kuwakimbia wapiga kura wao na kuwapa usumbufu wananchi hao. Sababu katika sifa moja ya kugombea katika jimbo lako, wananchi wenyewe wakukubali, kwa sababu ile jamii ndio inokuona wewe pengine uko pale, ni tabia zako, udhaifu wako, watu wote wanakuwa wanauona kwa vipi unakubalika. Lakini tofauti na watu wengine, au watu wengine sasa hivi wameamua mtu anakaa Unguja anagombea Pemba. Hapa kwake pengine akishakuwa na tabia ambazo si nzuri, anajua akaenda kule atakwenda kugombea watu hawampati, na wengine wana bahati pengine labda wanapata. Lakini vile vile natoa wito kwamba watu wanaokwenda kugombea katika majimbo watokee huko na huko, wakipita na waambia wananchi kwamba watu kama hao msiwakaribishe katika majimbo yenu kabisa. Mtu anakuja anakodi nyumba hapa, mfano kama hapa ninapokamia Chuini, anajidai ana kijumba chake kimoja, anakuja hapa anakaa, akishakupewa kura basi anakimbia sasa, anatafuta mji mwingine wa kwenda kuishi na kustarehe. Kasahau kwamba hapa jimboni alipopewa kura wananchi walikuwa wana imani. Tena anaotoa wito wa wananchi wote na wa vyama vyote, tusikubali kupokea wageni ambao hawaishi katika majimbo yetu, tukawabeba tukawapa kura. Inakuwa wale hawaji kututhamini sisi, wanafanya maslahi yao na familia zao. Mwenyekiti Nadhira akatoa wito kwa wanawake waacha kufuata mfumo dume katika uchaguzi, kama hapa anavyosema. Kwa huu mwaka 2000 tunasema 2025 kuna changamoto ambazo labda zinatupata katika jamii huko. Kwanza kuna jamii ambao bado wanaamini kwamba mwanamke hawezi. Mpaka hii leo juu ya kuwa mama kayafanya yote haya, lakini bado kuna jamii wanahisi kwamba mwanamke hawezi. Matokeo yake utapokwenda kushindana wewe na mwanamume, basi ile jamii yenyewe itampa kura yule mwanamume, lakini mwanamke mwenzao hawampi kura kwa mambo tu fulani fulani. Na hasusan sisi kwa sababu wapiga kura wengi ni wanawake. Kwa hiyo wanawake tunakuwa tuna kitu kama tunasema choyo hivi, tunahisi mimi nikimpa Nadhira basi atanunua gari, atapata dhahabu, atapata hivi, atafanya hivi. Kumbe unakwenda kumpa mtu mwanamume ambaye wewe hata huna maslahi naye. Sasa unamuacha mwanamke mwenzako kwa kitu nafsi tu, choyo tu, bila ya kuona athari yake. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hhii. Pia usisahau subscribe, kwa like, kwa share na kucomment. Kutoka Chuini, wilaya Magharibi A, mkoa Mjini Magharibi, Mwarabu Mmadi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.